Unajua, kunywa maji vibaya kunaweza kukuumiza hata kama unafikiri unafanya kitu kizuri sana. Watu wengi wanafanya kosa hili kila siku bila hata kujua, na linaweza kuharibu afya yao pole pole. Kabla hatujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe na like ili upate video kama hizi za afya kila siku, kwa sababu hapa tunazungumza mambo muhimu ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako. Sasa turudi kwenye mada. Watu wengi wanafikiri kunywa maji ni kitu rahisi sana. Unaona tu maji, unakunywa. Lakini ukweli ni kwamba kuna njia sahihi na njia mbaya ya kunywa maji, na tofauti yake ni kubwa sana. Mwili wako unategemea maji kwa karibu kila kitu. Damu yako inahitaji maji, ubongo wako unahitaji maji, hata mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula unahitaji maji. Sasa tatizo linaanza pale unapokunywa maji bila kuelewa mwili wako unahitaji nini na wakati gani. Watu wengi husubiri mpaka wanahisi kiu ndipo wakumbuke kunywa maji, lakini ukweli ni kwamba kiu ni ishara ya kuchelewa. Tayari mwili wako umeanza kukosa maji. Ndio maana ni muhimu sana kunywa maji kidogo kidogo siku nzima, badala ya kusubiri kiu kali halafu unakunywa maji mengi kwa mara moja, jambo ambalo linaweza kuleta matatizo kama kujaa tumbo au hata kuharibu uwiano wa madini ndani ya mwili wako. Kuna watu pia wanakunywa maji mengi sana kwa muda mfupi wakidhani wanafanya kitu kizuri, lakini ukweli ni kwamba kunywa maji kupita kiasi kwa haraka kunaweza kusababisha hali hatari ambapo mwili unapoteza uwiano wa madini muhimu na unaweza kuanza kujisikia kizunguzungu, uchovu au hata matatizo makubwa zaidi. Sasa swali linakuja, unajuaje unakunywa maji kwa njia sahihi? Jambo la kwanza ni kuangalia rangi ya mkojo wako. Hii ni njia rahisi sana ambayo watu wengi hawajui. Kama mkojo wako ni wa rangi ya njano iliyokolea sana, ina maana mwili wako unahitaji maji zaidi. Lakini kama ni wa njano hafifu au karibu wazi, inaonyesha uko sawa. Jambo la pili ni kuanza siku yako na maji, mara tu unapoamka kabla hata ya kula chochote. Hii inasaidia kuamsha mwili wako na kuanza mifumo yote ya ndani kufanya kazi vizuri. Watu wengi wanaruka hatua hii na wanaanza siku yao vibaya bila hata kujua. Pia epuka kunywa maji mengi sana wakati wa kula, kwa sababu inaweza kupunguza uwezo wa tumbo lako kumeng'enya chakula vizuri. Ni bora kunywa maji kabla ya kula au baada ya muda kidogo baada ya kula. Pia kuna tabia nyingine hatari, watu wanakunywa maji baridi sana, hasa wakati wa joto kali au baada ya kazi ngumu. Hii inaweza kuleta mshtuko mdogo kwa mwili wako. Ni bora kunywa maji yenye ubaridi wa kawaida ili mwili uweze kuyapokea vizuri. Pia usisahau ubora wa maji unayokunywa. Ni muhimu sana. Kunywa maji yasiyo safi kunaweza kukuingiza kwenye matatizo makubwa ya kiafya kama maambukizi ya tumbo au magonjwa mengine. Hakikisha maji yako ni safi, yamechemshwa au yamechujwa vizuri. Sasa kuhusu kiasi cha maji, hakuna kiwango kimoja kinachofaa kila mtu, lakini unaweza kuanza na glasi 6 hadi 8 kwa siku, kisha angalia mwili wako unavyohisi. Muhimu zaidi ni kunywa maji taratibu siku nzima, sio kunywa yote kwa wakati mmoja. Kama unafanya kazi nzito au uko kwenye joto kali, utahitaji maji zaidi kuliko mtu aliyekaa sehemu tulivu. Pia unaweza kupata maji kupitia vyakula kama matunda na mboga, mfano tikiti maji, tango na machungwa. Hivi vinaongeza maji mwilini bila hata wewe kugundua. Sasa ukianza kufuata mambo haya, utaona mabadiliko makubwa sana. Utaanza kujisikia na nguvu zaidi, ngozi yako itakuwa bora zaidi na hata akili yako itafanya kazi vizuri zaidi. Watu wengi wanatafuta suluhisho kubwa za afya, lakini wanasahau kitu rahisi sana, maji, ambacho ndio msingi wa afya yako. Hivyo kuanzia leo, usinywe maji bila kufikiria, anza kunywa kwa uelewa na utaona tofauti kubwa sana kwenye maisha yako. Na tofauti hiyo utaanza kuiona sio baada ya miezi mingi, bali ndani ya siku chache tu, kwa sababu mwili wako hujibu haraka sana unapoupa kile unachohitaji kwa usahihi. Sasa hebu tuchimbie kidogo ili uelewe vizuri kwa nini watu wengi wanakosea kwenye kitu rahisi kama maji. Moja ya makosa makubwa ni watu kufikiria kwamba kunywa maji mengi kwa mara moja ni sawa na kunywa maji kidogo kidogo siku nzima. Hii si kweli kabisa. Mwili wako hauwezi kuhifadhi maji yote unayokunywa kwa wakati mmoja. Sehemu kubwa itaondoka kupitia mkojo na jasho bila kusaidia sana seli zako. Ndio maana ni bora kunywa maji kwa vipindi tofauti tofauti mchana mzima ili mwili uwe na usambazaji wa maji wa kudumu. Jambo lingine ambalo watu hawajui ni kwamba dalili za kukosa maji si kiu tu. Kuna dalili nyingine nyingi ambazo watu wanapuuza kama maumivu ya kichwa, uchovu usioeleweka, ngozi kukauka, midomo kupasuka na hata kushindwa kuzingatia vizuri. Watu wengi wanadhani wana matatizo mengine wakati ukweli ni kwamba wanahitaji maji tu.
Sasa fikiria mtu anaenda kununua dawa au anahangaika na suluhisho kubwa wakati tatizo ni maji pekee. Hilo linaonyesha jinsi taarifa sahihi zilivyo muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Pia kuna watu wana tabia ya kunywa maji tu wanapokumbuka au wanapokuwa na muda. Hii ni hatari kwa sababu mwili wako unahitaji ratiba fulani, hata kama sio rasmi kabisa. Unaweza kujiwekea mfumo rahisi kama kunywa maji kila baada ya saa 1 au 2 au kila unapomaliza shughuli fulani. Hii itasaidia kufanya kunywa maji kuwa tabia ya kawaida bila hata kufikiria sana. Pia, hebu tuzungumzie upande wa watu wanaopenda sana vinywaji vingine kama soda, juice au kahawa. Hawa mara nyingi wanadhani wanapata maji ya kutosha, lakini ukweli ni kwamba vinywaji hivi haviwezi kuchukua nafasi ya maji safi. Baadhi yao vina sukari nyingi au caffeine ambayo inaweza hata kuongeza upotevu wa maji mwilini. Hivyo, kama unataka afya bora, maji yanapaswa kuwa kipaumbele chako. Sasa hebu tuangalie makosa mengine kawaida ambayo watu wanafanya bila kujua. Kuna watu wanakunywa maji mengi sana usiku kabla ya kulala. Hii inaweza kuharibu usingizi wako kwa sababu utalazimika kuamka mara nyingi kwenda chooni. Ni bora kupunguza maji muda mfupi kabla ya kulala na kunywa zaidi wakati wa mchana. Pia, kuna watu wanapuuza kunywa maji wanapokuwa na shughuli nyingi kazini au wanapokuwa safarini. Hii ni hatari kwa sababu mwili wako haujali uko bize kiasi gani. Unahitaji maji kila siku bila kukosa. Ndio maana ni muhimu sana kubeba maji kila unapokwenda ili usitegemee bahati ya kupata maji mahali fulani. Sasa hebu nikupe njia rahisi sana ya kujitaribu kama unakunywa maji kwa njia sahihi. Jaribu kuangalia hali ya mwili wako kuanzia asubuhi ukiamka. Je, unajisikia mwepesi au umechoka? Je, midomo yako iko sawa au imekauka? Je, una nguvu au unahisi uvivu? Mambo haya madogo yanaweza kukuonyesha ukweli kuhusu mwili wako kuliko unavyofikiria. Pia kumbuka kwamba kila mtu ni tofauti. Kile kinachofanya kazi kwa mtu mwingine si lazima kifanye kazi kwako. Ndio maana ni muhimu kujifunza kulisikiza mwili wako mwenyewe badala ya kufuata tu watu wengine bila kuelewa. Sasa, ukianza kuweka umakini kwenye mambo haya, utaanza kuona kwamba afya si kitu kigumu kama watu wanavyofikiria mara nyingi. Ni matokeo ya tabia ndogo ndogo unazofanya kila siku, na maji ni moja ya tabia hizo muhimu. Hivyo, usichukulie jambo hili kwa urahisi. Anza kubadilisha namna unavyokunywa maji kuanzia leo na utajishukuru sana katika maisha yako. Na ukiendelea na tabia hii nzuri, utagundua kitu cha kuvutia sana. Mwili wako utaanza kujirekebisha wenyewe bila hata kutumia dawa nyingi. Hii ni kwa sababu maji yanasaidia kusafisha mwili kwa ndani, yanaondoa sumu na kusaidia kiwi zako kufanya kazi yake. Sasa watu wengi hawafikirii sana kuhusu kiwi zao mpaka wanapata matatizo. Lakini ukweli ni kwamba kiwi zako zinafanya kazi kila dakika kusafisha damu yako, na bila maji ya kutosha, kazi hii inakuwa ngumu sana. Ndio maana kunywa maji vizuri ni kama unasaidia mwili wako kujitibu kila siku bila gharama yoyote. Pia kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maji na ngozi yako. Watu wengi wanatumia mafuta na bidhaa nyingi ili kuboresha ngozi yao, lakini wanasahau kitu rahisi kabisa: kunywa maji ya kutosha. Ngozi yako ikikosa maji inaonekana kavu, imechoka na haina uhai. Lakini ukianza kunywa maji vizuri, utaona ngozi yako inaanza kung'aa taratibu na kurudi katika hali yake ya kawaida bila juhudi kubwa. Sasa hebu tuzungumzie upande wa akili. Watu wengi hawajui kwamba ubongo wako pia unahitaji maji ili kufanya kazi vizuri. Ukikosa maji hata kidogo, unaweza kuanza kusahau haraka, kushindwa kuzingatia na hata kufanya maamuzi mabaya. Hii ni kwa sababu ubongo unategemea usawa wa maji na madini ili kufanya kazi zake kwa ufanisi. Sasa fikiria kama unafanya kazi au unasoma na ubongo wako haupati maji ya kutosha. Utakuwa unajipunguzia uwezo wako mwenyewe bila kujua. Pia kuna jambo lingine muhimu sana. Watu wengi wanachanganya kati ya njaa na kiu. Mara nyingi unahisi una njaa, lakini ukweli ni kwamba mwili wako unahitaji maji. Ndio maana wakati mwingine unakula sana, lakini bado haujisikii vizuri. Jaribu kunywa maji kwanza kabla ya kula, utaweza kutofautisha kati ya njaa halisi na kiu. Hii inaweza hata kusaidia watu wanaotaka kupunguza uzito bila kutumia njia ngumu. Sasa hebu tuangalie upande wa mazoezi. Kama unafanya mazoezi au kazi inayohitaji nguvu, kunywa maji ni muhimu zaidi. Unapopoteza maji kupitia jasho, lazima uyarejeshe. Bila hivyo, utajisikia dhaifu na uchovu utaongezeka haraka. Pia, misuli yako inaweza kupata maumivu kirahisi.
Kwa hiyo kunywa maji kabla, wakati na baada ya mazoezi ni muhimu sana ili kuweka mwili wako katika hali nzuri. Sasa kuna watu watauliza, nifanyeje ili nisiwe na sahau kunywa maji kila siku? Jibu ni rahisi sana. Tengeneza mazingira yatakayokukumbusha. Weka chupa ya maji karibu yako kila wakati, iwe mezani kazini au karibu na kitanda chako. Pia unaweza kutumia simu yako kuweka alamu ndogo ya kukukumbusha kunywa maji. Hii itaonekana kama kitu kidogo, lakini inaweza kubadilisha kabisa tabia yako baada ya muda. Pia jaribu kuunganisha kunywa maji na tabia nyingine. Mfano, kila unapomaliza kula au kila unapokwenda chooni, kunywa maji kidogo. Hii itafanya iwe sehemu ya maisha yako bila hata kujilazimisha sana. Sasa, kadri unavyoendelea kufanya hivi kila siku, utaanza kuona kwamba kunywa maji sio kazi tena, bali ni sehemu ya kawaida ya maisha yako. Na hapo ndipo mabadiliko ya kweli yanaanza kutokea. Mwili wako utaanza kuwa na usawa zaidi, utaumwa mara chache zaidi, na hata nguvu zako zitaongezeka bila sababu kubwa inayoonekana. Hii ndiyo nguvu ya kufanya mambo madogo kwa usahihi kila siku. Hivyo usidharau hatua hii. Anza leo, anza sasa, na uone jinsi maisha yako yanavyoweza kubadilika polepole. Kwa sababu afya njema haiji kwa bahati, inajengwa na maamuzi madogo unayofanya kila siku. Na moja ya maamuzi hayo ni jinsi unavyokunywa maji. Na hapo ndipo watu wengi wanashindwa. Wanaelewa, lakini hawachukui hatua. Kumbuka, maarifa bila vitendo hayana maana. Unaweza kusikiliza video hii yote, lakini kama hutabadilisha namna unavyokunywa maji, basi hakuna kitakachobadilika katika maisha yako. Sasa, chukua uamuzi rahisi, lakini wenye nguvu. Kuanzia leo, anza kunywa maji kwa uelewa. Usisubiri kiu. Anza siku yako na maji. Sambaza unywaji wako siku nzima. Chagua maji safi na sikiliza mwili wako. Utaona tofauti kubwa sana. Ndani ya muda mfupi utaanza kujisikia na nguvu zaidi, utaona mabadiliko kwenye ngozi yako, utaweza kufikiria vizuri zaidi, na hata afya yako kwa ujumla itaimarika. Hii ni moja ya siri rahisi lakini zenye nguvu ambazo watu wengi wanapuuza. Na wewe sasa unayo. Usiache ipite bure. Kama umefika hapa mpaka mwisho, ina maana unajali afya yako na unataka kubadilisha maisha yako. Sasa fanya kitu kimoja muhimu sana. Bonyeza subscribe sasa hivi ili usikose video nyingine kama hii. Kwa sababu hapa tunakupa maarifa ya kweli na rahisi ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako. Pia andika kwenye comment neno maji ili nijue uko serious na mabadiliko yako. Na pia niambie ni mada gani ungependa nizungumzie kwenye video ijayo. Usikae kimya. Chukua hatua sasa hivi, subscribe, comment na share video hii na mtu mmoja ambaye unajua anahitaji taarifa hii leo, kwa sababu unaweza kusaidia kubadilisha maisha yake bila hata kujua.